الطبري أنا بوكيه كتوقع سفيان يعني الثوري عن منصور بن معتمر عن مجاهد بن جبر ni katika wanafunzi wakubwa wa Ibn Abbas maarufu hilo. Huyu ni katika wanafunzi wakubwa wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na ni katika matabi, yani yeye kachukua ilmu kwa Ibn Abbas, na ndio maana mwenyewe akawa anasema yani Mujahid anasema aradtu almushafa ala Ibn Abbas min awwalihi ila akhirih, nimefanya ardhu mimi. Yani ardhu ni wewe sasa umekula nuni kwa shekhe wewe, sasa unaenda sasa ili akaihakiki hiyo nuni yako sasa iko sawa. Sasa yote alokusomesha yale wakaa hapa wayashusha, sasa ndio ardhu hii. Wateremka sasa ili mwalimu sasa sema sasa wewe uko sawa. Sio elimu zetu za kinjanja hizi. Wasoma wajua mwenyewe ulichosoma, waenda huko hata hujapitia kwa mwalimu wako siku moja akakusikiliza maalumati yamekaaje. Wao walikuwa hivyo, yani mtu anakaa kwa mwalimu wake. Sasa kwa sababu huyu kasoma tafsiri ya Qur'an kutoka kwa Ibn Abbas, kaisoma Qur'an kutoka kwa Ibn Abbas, ndio sasa akakaa sasa akawa anamsomea Ibn Abbas kile ambacho amekisoma kwake toka mwanzo wa msahafu mpaka mwisho wa msahafu, na kama kuna swali anauliza, kila aya anauliza. Usemaje wewe, elimu ikoje? Yani amekaa kwa mwalimu sasa, alafu anamsomea, alafu amuuliza swali, amsomea hivyo hivyo msahafu mwanzo mpaka mwisho. Na huyo anayemsikiliza nyewe mfahamu ni Ibn Abbas. Ibn Abbas mfahamu kwamba alikuwaje katika tafsiri ya Qur'an, kaombewa dua na Mtume alayhi salatu wassalam. Huyo ndiyo Mujahid. Sasa kwa sababu mwalimu wake ni Ibn Abbas, amekunywa ile tafsiri kutoka kwa Ibn Abbas, ana tafsiri kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aliposema afara'aytumul lata wal uzza wa manata الثالثة الأخرى, hebu nipeni habari kuhusiana na huyu Mungu Lata na Uzza na yule Manata, Mungu wa tatu mwingine yule Manata. Nipeni habari kuhusiana na miungu hii. Sasa katika kuitafsiri aya hii, qal Mujahid asema kana yaluttu as-sawiq, kana yaluttu lahum as-sawiqa famata. Huyu Lata huyu alikuwa na wakorogea wao uji asawiku, yani kinywaji ambacho changanywa unga imewa ngano ikachangana na ile samnu, muhimu wakoroga hivi. Yani alikuwa ni mtu mwema ambaye anafanya ihsani yake, anafanya wema wake yeye Allati. Mahujaji wakipita hapo afanya juhudi zake, wema wake anawakaribisha. Kwa zama hizo kana yaruddu lahum as-sawiqa, alikuwa na wakurugea wao uji, anawatengenezea wao sawiqa. Famata, akafa Lata.
faakafu ala qabrihi, ndio wakajilazimisha na kabri lake, ibada zikaanza hapo. Na ndio maana Uislamu unakataza suala la kuyaadhimisha haya makaburi, kwa sababu mtayaadhimisha lakini mwisho wa yote mtatumbukia katika kuyaabudu. Sasa huyu ni mtu mwema na wao wanafahamu kwamba huyu ni mtu mwema, hana chochote katika uungu, wanafahamu hivyo, lakini kutokana na wema wake alionao ambao alikuwa nao, alipokufa wakajilazimisha pale kaburini kwake, lakini mwisho wa yote ni ibada, na ndicho walichokifanya hawa. Na ndio maana Uislamu ukakataza kuchupa mipaka katika makaburi ya watu wema, isije mkawafanya hayo makaburi kama vile Lata alivyoabudiwa na miungu wengine walivyoabudiwa, kwa sababu asili yake ilikuwa hivi, ni mtu mwema ajengewa. Kama leo watu wema wakajengewa makaburi, majengo makubwa katika makaburi ya watu wema, makaburi yanayoitikadiwa kwa ni watu wema, kwa sababu ni itikadi tu, mara nyingine ikawa sio uhalisia. Yani mara nyingine watu wanaitikadi tu kwamba huyu ni mtu mwema, sio katika hali halisi. Kama alipokufa bwana huyu, kilichofuatilia wakajilazimisha katika kaburi lake, haya yaenda hivi kuyaadhimisha mpaka mwisho wa yote ibada. Qala wa kadha qala Abu al-Jawza, hivyo asema al-Imam Abu al-Jawza, yani mfano wa maneno ya Mujahid. An Ibn Abbas, naye pia apokea kutoka kwa Ibn Abbas, kana yaluttu sawiqa lilhaj, alikuwa akoroga huyu sawiq kwa ajili ya mahujaji, kwa ajili ya mahujaji wale, yani awasaidia, afanye juhudi zake na wema wake akawapa wao, wakipita hapo akoroga hawapo, anawakaribisha kwa ajili ya kujikurubisha kwa Mola wake, alikuwa hivi anafanya. Sasa maneno yaliyosemwa na Mujahid ni sambamba na maneno yanasemwa na al-Imam Abu al-Jawza, kwa sababu Mujahid ni mwanafunzi wa Ibn Abbas, lakini pia Ibn Abbas katafsiri hivyo, ina maana maneno ya wana. Kwa hivyo yeye aliyosemwa na Mujahid yasemwa na Ibn Abbas katika tafsiri. Nani huyu Lata? Kana yaluttu as-sawiqa lilhaj.